unaponiua mimi kwenye mziki, umewaua ile cheni yote. Baada ya taarifa kuenea katika mitandao ya kijamii ikimhusisha Mkubwa Fella kuelemewa na maradhi ambayo yakimsumbua kwa muda mrefu, taarifa hizo ziliweza kusambazwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na mke wake mwenyewe, mke wake na Mkubwa Fella. Sasa kupitia taarifa hizo ambazo zimeenea, ameibuka Dudu Baya naye akisema mengi kuhusiana na hawa wawekezaji katika muziki nchini Tanzania, na akimhusisha pia Mkubwa Fella naye pia ni miongoni mwa watu ambao waliitenda vibaya tasnia ya muziki, lakini pia kuweza kuwanyima haki zao wasanii husika. Ni kitu gani ambacho baba huyu amekizungumza uweze kufahamu alichokisema huyu mtaalamu Dudu Baya? Basi cha msingi fanya kitu kimoja kwanza kabla ya yote, subscribe channel hii hapa. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe, kisha libonyeza hilo neno, utakuwa ni moja kati ya familia na utakuwa ukipata taarifa wa kwanza kabisa kutoa notification kwenye simu yako. Basi tuendelee katika hiki ambacho nimekuanzishia kukuambia. Dudu Baya amesikika kwenye vyombo vya habari akisema kwamba yote ambayo aliyoyafanya mke wake na Mkubwa Fella, kulalamika kuhusiana na wasanii kutokwenda kumsaidia Mkubwa Fella kutokana na maradhi ambayo yanamsumbua. Dudu Baya amekanusha akisema kwamba kile ambacho amekisema mke wake na Mkubwa Fella huenda alikuwa yuko sawa, kwa sababu kuna vitu fulani hivi havifahamu, lakini angekuwa anafahamu vitu fulani ambavyo Mkubwa Fella amewafanyia wasanii kiasi kikubwa asingeibuka mtandaoni na kuweza kusema kwamba wasanii hawaendi kumsaidia Mkubwa Fella. Angekuwa anayafahamu yale ambayo ameyatenda Mkubwa Fella kwa wasanii, huenda mwanamke wake angeenda kwenye vyombo vya habari tu na akaomba msaada kwamba mume wake ana maradhi ambayo yanayomsumbua na wamejitahidi kuyatibia kwa muda mrefu ndani na nje, lakini imeshindikana. Hivyo basi angejitokeza kwenda kuomba msaada aweze kusaidia kwa njia moja, kwa fursa moja ama nyingine. Lakini alichokifanya kuwalalamikia, kuwapa tuhuma wasanii, ni kitu ambacho ni makosa, na huenda amefanya makosa hayo pasipo yeye mwenyewe kuweza kufahamu. Sasa Dudu Baya amesema kwamba si tu Mkubwa Fella, hata Ruge Mutahaba wakati ambao alikuwa akiongoza masuala ya Clouds pale na kusimamia baadhi ya wanamuziki nchini Tanzania, walikuwa wakiwadhulumu wasanii. Mnaona bwana, walikuwa wakiwadhulumu wasanii kiasi kwamba wakawa wamekosa haki zao za msingi. Dudu Baya amesema kwamba Mkubwa Fella ni mmoja kati ya hao ambao walioweza kuwafanza wasanii vibaya, kuwanyima haki zao za msingi, hasa katika upande wa malipo. Dudu Baya amesikika akisema hivyo na ameweza kusema kwa hisia mseto sana, na ameonyesha akiwa na uchungu mkubwa zaidi na zaidi. Tena ilifikia wakati hatujui huyu baba alifanyia kitu gani ya Mkubwa Fella. Akasema kwamba hata leo hii asikie kwamba Mkubwa Fella ameweza kufariki, hawezi kwenda hata kwenye mazishi yake, hawezi kwenda kumzika. Naona bwana. Sasa hiyo kauli ikawa imeleta tafakuri kubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa ukiangalia Mkubwa Fella hakuwahi kuwa na skendo mbaya ambayo iliyokuwa kimehusisha yeye, kwa sababu mwaka 2020 huko alishawahi kuwa diwani pale, lakini maradhi aliyomsumbua kwa wakati huo hapa alishindwa hata kuingia katika kugombea nafasi hiyo tena kwa mara nyingine. Hivyo basi kauli hii ya Dudu Baya imeleta sintofahamu na kujiuliza vitu vingi sana ambavyo vimeendelea kujiuliza kwa watu wengi sana, maswali ambayo yamekosa majibu kabisa. Ni kwa sababu gani Dudu Baya ameweza kusema hivyo, kwamba hata Mkubwa Fella leo hii afariki dunia hawezi kwenda kumzika? Je, ni hayo makosa ambayo aliwafanyia wasanii kutokuwa walipatia haki zao za msingi, au chini ya kapeti kuna vitu vingine tena ambavyo vinamhusisha Dudu Baya na Mkubwa Fella ambao wametendeana? Unaona bwana. Na Dudu Baya amekuwa ni mtu ambaye anawatuhumu sana hao wawekezaji wa muziki nchini Tanzania kutokana na kwamba sababu zake za msingi ameeleza kuwa wamekuwa wakizulumiwa wasanii, na hata kile kipindi ambacho wasanii wamelalamika kuhusiana na baadhi ya mashabiki kugoma kufuatilia kazi zao, yani kuview kazi zao katika YouTube, waligoma kabisa. Lakini huyu yeye alikuja na akasema hicho kitu ni sawa.
Kwa mujibu wa maelezo yake, taarifa ambayo inaenea katika mitandao ya kijamii katika ikihusisha Mkubwa Fella kuelemewa maradhi ambayo yakimsumbua kwa muda mrefu kwa watu wengi, kwamba taarifa hizo ziliweza kusambazwa zaidi vitu ambavyo mitandao ya kijamii na mke wake kuna kitu ambacho alitendewa, huenda akapitia taarifa hizo ambazo zimeenea zaidi, hasa kwa wawekezaji, na amekuwa akitoa tuhuma hizo na hawa wawekezaji katika muziki nchini Tanzania, na akimhusisha pia na Mkubwa Fella naye pia ni miongoni mwa watu ambao walitenda vibaya tasnia ya muziki, lakini pia kuweza kuwanyima haki zao wasanii Wasafi Festival. Ni kitu gani ambacho wale wasanii walikuwa wanapewa posho tu kama chakula pamoja na mavazi, wanalipiwa na hoteli katika mkoa wa Dubai? Basi cha msingi fanya kitu kimoja kwanza, kabla ya yote subscribe hizo ambazo chini video hapa kuna neno limeandikwa subscribe, kisha bonyeza neno, tutakuwa ni moja kati ya familia na matajiri kama hivi, taarifa wawekezaji kama hivi, na amekuwa akifurahi zaidi simu yako. Na amesema kwamba tuendelee katika hiki ambacho nimekuanzishia kukwambia wawekezaji wa muziki kina Ruge Mutahaba marehemu hayati waliofariki, Mungu ailaze roho yake mahali pema. Amesema yote ambayo aliyofanya walishiriki kwa njia moja kwa namna moja ama nyingine kuhusiana kuteketeza muziki wa 20% kwa kuweza kubania ngoma zake kupigwa katika redio tofauti tofauti. Na Ruge Mutahaba alikuwa yeye anahusika zaidi mke wake redio ya Clouds, lakini ngoma nyingi zilikuwa zipigwa vitu fulani hivi redio tofauti tofauti, na kafafanua angekuwa nafahamu vitu fulani ambavyo Mkubwa Fella kitu ambacho alichokuwa kikifanya asingeibuka mtandao Ruge, ni kwamba alikuwa akiwalipa wasanii waendi kufanyaje, waendi kumsaidia katika vipindi vya entertainment, ambayo kwamba wasiweze kupiga ngoma Mkubwa Fella yote ambayo wao huenda mwanamke wake angeenda kwa ambazo walihitaji, na akaomba msaada kwamba mume wake ana maradhi ambayo yanamsumbua, na tukirejea kumbukumbu nyuma, ukiachilia mbali hiki ambacho ndani na nje, lakini imeshindikana. Hivyo basi angejitokeza kwenda muda mfupi uliopita nyuma kwamba aweze kusaidia kwa njia moja kwa fursa moja ama nyingine, lakini alichofanya kulalamikia kupata kupigwa wasanii ni kitu ambacho ni makosa na huenda kufanya makosa shangazwa na kitu cha ajabu zaidi. Diamond Platnumz bado aliendelea kuhiti na ngoma zake ziliendelea kukubalika na kupendwa zaidi, kitu ambacho alichokifanya Diamond Platnumz alikuwa kuiteka mitandao ya kijamii ya mfano YouTube, ndio alikuwa ameshikilia zaidi, kiasi kwamba watu wa muziki nchini Tanzania ngoma zake kusikia katika redio mbalimbali walikuwa wakizipata katika mitandao ya kijamii, na hiyo kwamba wakawa wamekosa. Sasa katika upande wa 20% wakati ule pale mitandao ilikuwa bado haina nguvu. Mkubwa Fella ni mmoja kati ya hivyo waliweza kudhibitiwa vizuri, kama hiki anachokisema kuwanyima haki zao za basi, kwa kiasi hasa katika upande 20% aliweza kudhibitiwa wakati kwa wakati huo, kutokana vile ambavyo ameweza kusema kwa hisia mseto sana, na ameonyesha kwa bado hazijapata nguvu zaidi na zaidi kwa kiasi kikubwa. Unaona bwana, kwa hiyo wasanii baba alifanya kitu gani Mkubwa Fella? Akasema kwamba ni kuweza kusapotiana na kuwasupport, hadi wakati mwingine usisahau kusubscribe channel hii. Hawezi kwenda